Naam, karibu sana mwanahabari katika akaunti yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Sasa bwana, leo kuna taarifa kutokea kule nchini Syria ambako mapigano makali yameweza kuzuka kati ya jeshi la Syria na SDF inayoongozwa na Wakurdi wakati wa mazungumzo ya ujumuishi. Naitwa Junior, utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho nikikuletea kile ambacho kimeweza kutokea huku. Subscribe, share, like pamoja na kukomenti. Watu watatu wameuawa na wengine 31 kujeruhiwa baada ya mapigano kuzuka kati ya wanajeshi wa jeshi la Syria na kikosi cha kidemokrasia cha Syria SDF kinachoongozwa na Wakurdi katika mji wa Aleppo nchini Syria siku ya Jumatatu, huku mazungumzo ya ngazi ya juu yakiendelea kuhusu mipango ya kuunganisha SDF katika taasisi za serikali za Syria. Mapigano hayo yanakuja chini ya siku 4 kabla ya tarehe ya mwisho ya makubaliano ya Machi 10 ambapo Damascus na SDF waliahidi kusitisha mapigano nchini kote na kujumuisha taasisi za kiraia na kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria katika mfumo wa serikali. Kundi la SDF linaloungwa mkono na Marekani ambalo halikuwa sehemu ya muungano wa waasi uliompindua dikteta wa Syria Bashar al-Assad, kwa sasa ndio kundi lisilo la kiserikali lenye nguvu zaidi nchini humo na linashikilia maeneo ya kimkakati hasa kaskazini mashariki. Kurugenzi ya afya ya Aleppo inayoendeshwa na Damascus ilisema raia wasiopungua 2 waliuawa na wengine 4 kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya SDF katika vitongoji huko Aleppo. Farhad Shami, mkuu wa vyombo vya habari vya SDF, alisema kwamba angalau raia mmoja aliuawa na watu 23 walijeruhiwa wakiwemo wanajeshi 6 baada ya kile alichokieleza kama mashambulizi ya chokaa na silaha nzito na vikundi vinavyohusiana na serikali ya Damascus katika vitongoji vinavyoshikiliwa na SDF jijini. Katika taarifa, SDF na Wizara ya Ulinzi ya Syria walishutumiana kwa kuanzisha mapigano hayo, huku Wizara ya Ulinzi ikisema vikosi vyake vinajibu vituo vya moto vya SDF vinavyolenga nyumba na mienendo ya wakazi pamoja na vituo vya jeshi na usalama katika maeneo yanayoshikiliwa na serikali katika jiji la Aleppo. Wizara ya Ulinzi ya Syria na SDF walisema katika taarifa za baadaye kwamba wamesitisha mashambulizi dhidi ya kila mmoja. SDF walisema hatua hiyo ilikuja kutokana na mawasiliano yanayoendelea ya kupunguza hali ya mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Hassan al-Shaibani alisema Jumatatu kwamba SDF haijaonyesha uzito wa kutosha katika kutekeleza makubaliano ya Machi 10 kulingana na shirika la habari la Kiarabu la Syria SANA. Alisema hivi karibuni Damascus iliwasilisha pendekezo la kuendeleza mchakato huo na ilikuwa ikipitia majibu ya SDF. Vurugu hizo ziliambatana na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan mjini Damascus, ambaye alisema Uturuki inaunga mkono mazungumzo hayo na kuyaona kuwa muhimu kwa utulivu wa Syria. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Fidan alisema kuunganishwa kwa SDF katika utawala wa Syria lazima kufanyike kupitia mazungumzo na maliziano. Alionya kwamba njia mbadala zitazoofisha usalama wa Syria. SANA ripoti. Fidan aliongeza kuwa SDF imeonyesha nia ndogo ya kupiga hatua. Uturuki imekuwa ikipinga SDF kwa muda mrefu, ambayo Marekani ilifundisha kuiandaa na kuisaidia kupambana na kundi la Islamic State. Uturuki inaiona SDF kama yenye uhusiano na chama cha wafanyakazi wa Kurdistan PKK ambacho Ankara imekitaja kama shirika la kigaidi. Na
Mtazamaji na mfuatiliaji wa akaunti hii ya YouTube, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea kile ambacho kinaendelea kule nchini Syria, ambapo mapigano makali yamezuka kati ya jeshi la Syria na SDF inayoongozwa na Wakurdi wakati wa mazungumzo ya ujumuishi, huku moto ukiwaka katika jengo baada ya mapigano kuzuka katika vikosi vya usalama vya Syria na wapiganaji wa Kikurdi katika mji wa Aleppo kaskazini mwa Syria siku ya Jumatatu Disemba 22. Naam, kutokea hapa sina la ziada. Usahau kusubscribe, share, like na kucomment kama ndo mara yako ya kwanza kuungana nami, ili kuwa mwanafamilia na kupata taarifa mbalimbali hizi ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema na usikivu mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea katika YouTube channel yako hii. Bye bye.